Leo tuangalie ogani 5 muhimu ambazo unatakiwa kuzilinda kwa nguvu zote, kwani usipozilinda hizi ogani wewe ni rahisi kupata changamoto ya pressure. Ogani 5 muhimu ambazo unatakiwa kuzilinda, ama viungo muhimu katika mwili wako ambavyo unatakiwa kuvilinda kwa bidii zote ili usiweze kupata matatizo haya ya pressure. Sasa ukiona mtu amepata changamoto ya pressure, ujue kati ya hizi ogani ambazo naenda kukueleza hapa, mojawapo au mbili zina changamoto somewhere. Sasa nisikilize kwa makini, kwani elimu hii itakusaidia pia kujilinda wewe na kuilinda familia yako isiweze kupata haya magonjwa. Ogani ya kwanza ambayo unatakiwa kuilinda kwa bidii zote ni figo. Figo, hakikisha figo lako lina afya ya kutosha. Na hapa kwa nini figo? Kwa sababu figo ndio zinadhibiti kiwango cha chumvi na maji mwilini, lakini figo ndo zikidhoofika, yani figo ikidhoofika mwili hujaza maji kupita kiasi kwenye damu na kusababisha pressure kupanda. Kwa hiyo figo yako ikidhoofika, maana yake kutakuwepo na mlundikano wa maji mengi ndani ya mwili, kutakuwepo na mlundikano wa chumvi nyingi ndani ya mwili, na hivi vyote vinasababisha pressure ya kupanda. Na unalindaje figo? Unalinda figo kwa kula vyakula halisi. Epuka kula vyakula vya wanga, epuka kula vyakula vya sukari nyingi, epuka kula vyakula vya kusindikwa vya viwandani, epuka kutumia mafuta ya mbegu kama alizeti, mahindi, mafuta ya pamba na kadhalika. Kula chakula halisi. Lakini ogani ya pili ni moyo. Moyo ni pampu. Yaani moyo mfano wake ni pampu. Ni kama pampu ambayo kazi yake kubwa ni kuhakikisha ina pampu damu kwenda kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Sasa moyo ukishakuwa na msongo, ukishakuwa na tunasema msongo, ama moyo ukifanya kazi kubwa au kwa kutumia nguvu kubwa, huwa mwisho wa siku unachoka na kupoteza ubora. Kwa hiyo unatakiwa kuulinda moyo wako. Moyo ukishapoteza ubora tu, ukaanza kupampu damu kwa kuforce ama kwa kutumia nguvu kubwa, tayari unaanza kupata matatizo ya pressure ya kupanda. Unaanza kupata matatizo ya pressure ya kupanda, unaanza kupata matatizo ya moyo kutanuka, unaanza kupata, mwisho wa siku unaweza ukapata matatizo ya moyo kufeli ghafla. Mapigo ya moyo hayo ndo kawaida kwake, moyo ukishapata changamoto. Kwa hiyo moyo pia unatakiwa uulinde kwa nguvu zote, kwa sababu pressure ikishapanda ni rahisi kuathiri moyo. Lakini moyo pia ukishakuwa na changamoto ni rahisi kuathiri kupandisha pressure. Kwa hiyo unatakiwa ulinde moyo wako kwa nguvu zako zote. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kulinda ni ubongo, kwa sababu tafiti sasa hivi zinaonyesha watu wengi wanapata maradhi ya pressure kwa sababu ya stress, msongo wa mawazo. Lakini ubongo ndo nao amuru mzunguko wa damu uweje. Kwa hiyo unatakiwa ulinde ubongo wako. Epuka mazingira yanayokupa stress, epuka taarifa zinazokupa stress, epuka kabisa vitu vinavyokupa stress, kwa ajili ya kuhakikisha ubongo wako unakaa free. Kuna msemo unaosema kwamba ubongo uliochangamka ni dawa. Ubongo uliochangamka ni dawa. Lakini kuna msemo pia unaosema moyo wenye furaha ni dawa. Moyo wenye furaha ni dawa, kwa sababu kuna connection kati ya ubongo na moyo. Kwa hiyo hakikisha hivi vitu vyote viko na furaha. Yaani hakikisha moyo unafanya kazi vizuri pasipo msongo wowote ama pasipo shinikizo lolote, lakini hakikisha ubongo wako umetulia, unafanya kazi vizuri. Ndio maana kwa wale ambao tuko kwenye program ya hatua 3 za kutibu pressure, kwenye kipengele cha pili, kwenye hatua ya kwanza ya kubadili mfumo wa maisha, kuna mazoezi ambayo huwa nayapenda watu yatumie.
Na mazoezi hayo lengo moja wapo ni kuhakikisha unapata utulivu wa kiakili, lakini kuhakikisha moyo unafanya kazi pasipo kuwa na msongo wowote, yani unafanya kazi pasipo kutumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo linda hivyo vitu. Lakini organi nyingine ya kulinda ni ini. Kazi ya ini ni kuchuja sumu. Kazi ya ini ni kuchuja sumu. Lakini ini likiwa dhaifu husababisha kuongezeka kwa mafuta kwenye damu. Ini likiwa dhaifu linasababisha kuongezeka kwa mafuta kwenye damu, na mafuta kishaongezeka, pressure inapanda, sukari inapanda, matatizo ya moyo yanaanza kutokea. Kwa hiyo linda ini lako. Kwa hiyo unaweza ukalindaje ini lako? Kwa kuepuka kutumia mafuta ya mbegu, epuka kutumia mafuta ya viwandani, tumia mafuta asili. Tumia mafuta asili mazuri, mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya parachichi, mafuta ya mawese, mafuta ya wanyama kama samli. Tumia mafuta hayo, kwa sababu mafuta haya pia yanaenda kuchochea kitu kinaitwa ketosis. Ketosis ni mwili unapoanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, mwili unaanza kujitengeneza wenyewe. Kwa hiyo linda ini lako. Organi nyingine ya kulinda ni mishipa ya damu. Mishipa ya damu ndiyo njia kuu ya kuhakikisha damu inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio njia kuu ya kuhakikisha virutubisho vinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hii mishipa ikijaa mafuta itasababisha moyo kutumia nguvu kubwa sana kupushi damu. Na moyo ukianza kutumia nguvu kubwa sana, matokeo yake mapigo ya moyo yanaenda mbio, matokeo yake moyo unaweza ukapanuka, lakini pressure inapanda. Kwa hiyo linda mishipa yako ya damu. Unalindaje sasa hizi organi zote? Unazilinda kwa kula lishe safi.